tunaweza kuelezea historia ndefu kidogo. Ndio. Tangu at least mwaka 2015 baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ambao Chadema tulipata close to 6 million vote, kura milioni 6 za mgombea urais, ambazo zilikuwa ni zaidi ya 41%, na tulipata karibia kura 48% za wabunge, ambazo pia tulipata viti 72 kwa ujumla, kwa maana ya viti maalum na wabunge wakuchaguliwa majimbo. Baada ya pale nafikiri kulitokea hofu kubwa sana kwa CCM, kwa wametumia serikali baada ya pale kuharibu chaguzi zote zilizofuata. Ukiangalia mwaka 2014 Chadema tulikuwa na 26% za watu waliochaguliwa kwenye mitaa, kwenye maeneo ya mijini, na tulikuwa na 30% kwa watu waliochaguliwa kwenye vijiji. Kwa maana hiyo CCM ilipata kama 70% kwenye vijiji, na kwenye mitaa pia ilipata kama 60 na kitu. Sasa baada ya pale uchaguzi uliofuata wa mwaka 2019, watu tuliokuwa na 30% na 20 na kitu, ghafla tukarudi mpaka 0. CCM iliyokuwa na 70% ikajitoa hapo ikapata 100%. Kwa maana hiyo watu wengi sana walikatwa majina. Na huwa napenda kutoa mfano. Kuna mzee mmoja anaitwa Getende kule kwetu. Alikuwa na degree 2 na alikuwa mwalimu, lakini aliambiwa hajui kusoma na kuandika. Mwalimu mstaafu ambaye amefundisha chuo kikuu, ana degree 2, alikatwa jina kwamba hajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo wagombea wetu waliondolewa wengi. Hiyo ni mwaka 2019. Tulipokuja mwaka 2020, sisi kwa mfano Tarime tulikuwa tunaongoza halmashauri, tulikuwa na madiwani 26 kwa ujumla. Chadema tulikuwa na madiwani 16. CCM walikuwa na madiwani 10. Tulikuwa na mbunge, na hizo ni halmashauri zote mbili, ya Tarime mji na Tarime vijijini. Tulikuwa tunaongoza mbunge, madiwani kwenye halmashauri zote mbili. Ghafla tumeshuka kutoka wabunge 72 tukabaki na mbunge mmoja. Tumeondolewa madiwani ambao tulikuwa nao karibia 1000 na kitu nchi nzima. Leo hatuna madiwani wafiki hata 10 kwa nchi nzima. Na baada ya pale ikaonekana kwamba aliyekuwa anasimamia ule uchafu kwamba ni Rais Magufuli. Na rais akatoka akazungumza akasema ataanzisha kitu kinaitwa 4R. Miongoni mwa hizo 4R ilikuwa ni reforms. Bahati nzuri mimi nilikuwa kwenye timu ya maridhiano iliyoteuliwa na chama chetu, ikiongozwa na mwenyekiti wa wakati ule Mheshimiwa Freeman Mbowe. Kwa mimi kutoka Chadema, mwenyekiti Freeman Mbowe, katibu mkuu John Mnyika, wakili wa chama na dada Zeudi kutoka Zanzibar. Upande wa CCM alikuwepo Abdurrahman Kinana Chenge, spika wa bunge la Zanzibar, na baadhi ya watu. Tumezungumza kwa miaka 4, tukitaka kwa mwaka mmoja mzima, mwaka 2020 mpaka 23, tukitaka mabadiliko ya kimfumo ambayo yataruhusu uchaguzi huru na haki, watu wetu waliouawa walipwe fidia na familia zao zionwe, watu waliokuwa wamefungwa, wafanyabiashara waliodhulumiwa, na mambo yote hayarekebishwa. Na ndio maana rais alizungumza kitu kinaitwa reform. Lakini tumezungumza hivyo, tumekuja kwenye uchaguzi mwaka 2024, kila mtu anajua kilichotokea mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa mujibu wa waziri wa TAMISEMI Mchengerwa, anasema waliondoa wagombea wa upinzani 12600 kuwakata majina, kwamba hawajui kusoma na kuandika, mara wamekosea kujaza form, mara si wamegonga muhuri usiokuwa. Hizo ni takwimu za waziri kwamba walikata watu 12600. Lakini kwa takwimu zetu Chadema wametuondolea wagombea nchi nzima 1064 kwenye vijiji, kwenye vitongoji, wajumbe, mitaani. Kwa hiyo mnaenda kwenye uchaguzi tayari CCM ina watu 1064 wameshinda kabla ya uchaguzi. Kwa hila, kwa wizi, kwa kuutisha watu. Na watu wengine wakauawa. Nakumbuka kilichotokea kule Singida, mtu amepigwa risasi kwa sababu anagombea kitongoji. Sasa sisi tumesema hatuwezi kuendelea kuishi kwenye mazingira ya aina hiyo ambao kila uchaguzi watu wanauawa, wagombea wa upinzani wanakatwa majina.
Hata wale wanaoruhusiwa kwenda kugombea hawaruhusiwi kuweka mawakala wao wanaondolewa. Kwa hiyo hakuna uchaguzi tena kwenye nchi hii. Ndio maana tumekuja tunasema no reforms, no election. Kama hakuna mabadiliko ya kimsingi, ya kisheria na ya kikatiba, hakuna uchaguzi utakaofanyika. Na tusiwe watu wasichanganye haya mambo. Kuna watu wanafikiri tutasusia uchaguzi. Hili liwe very clear kwa wananchi wanaotusikiliza. Hatuendi kususia uchaguzi. Tunataka tuhamasishe wananchi wazuie usifanyike uchaguzi kwenye nchi, kwa sababu hakuna maana tena kufanya uchaguzi wakati watu wanaiba kura, wananchi hawana watu wa kuwasemea bungeni. Ndio maana tunaenda kwa wananchi sasa kuzungumza nao watuunge mkono kwenye hii kauli mbiu. Tumezungumza na NGOs, mashirika mbalimbali, taasisi, asasi za kiraia. Tumezungumza na mabarozi, tumeshaonana na barozi wa Norway nchini, tumemweleza. Tumezungumza na barozi wa Marekani, tumezungumza na wazee maarufu wakina Jaji Warioba, tutazungumza na viongozi wa dini, tumeshawafikia. Tunakwenda kwenye viongozi wote wa makanisa na misikiti. Tunawaonesha namna ambavyo nchi hii hakuna uchaguzi tena, jinsi ambavyo watu wanauawa wakati wa uchaguzi, na tunataka watusaidie kwa pamoja wote kama Watanzania. Tuiambie serikali hatukubali tena kwenda na mwenendo wa kiuchaguzi wa aina hii. Tunataka mabadiliko ili tunapoenda kwenye uchaguzi anayeshinda ashinde kwa haki na akawaongoze wananchi. Unafikiri kwamba kuna urahisi kiasi hicho wananchi kuwaunga na kuhakikisha kwamba uchaguzi haufanyiki kutokana na haya ambayo umesema mabadiliko? Wananchi wanahitaji kueleweshwa na hatusemi ni kazi rahisi. Uchaguzi ni mwezi wa 10, kipindi kifupi ambacho kimebaki. Kuna urahisi kiasi gani au ugumu kiasi gani kumshawishi mtu ambaye alikuwa na notion kwamba anaenda kumchagua kiongozi ambaye anamhitaji? Kwanza wananchi wanajua hakuna uchaguzi. Wanajua viongozi wanaochagua hawatangazi kuwa viongozi. Wananchi wanajua hata pakiera watu waliowapigia kura jinsi ambavyo walinyang'anywa vitongoji, mitaa na vijiji. Watu wanajua kwamba CCM wanapora mamlaka ambayo ni ya wananchi na kuwanyima wananchi sauti. Hilo linafahamika kwa wananchi. Wananchi wanachotaka ni sisi kuwaelewesha ni hatua gani tunazochukua. Ndio hili sasa tunalofanya, kuwaelewesha na kuwaleta pamoja kwa nchi nzima. Na ndio maana tunataka viongozi wa dini wazungumze hivyo, wanaelewa pia. Tunataka mashirika mbalimbali ya kimataifa na ya ndani ya nchi yazungumze hivyo. Juzi tumekutana na kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Amolo Odinga. Tumezungumza naye pia kuhusu haya mambo. Kwa hili sio jambo la ndani peke yake. Tutazungumza na wahisani wetu kimataifa, tutakwenda nje ya nchi, tutazungumza. Na kwamba muda haupo, swala la kubadilisha muda wa uchaguzi na kusogeza mbele ili mabadiliko yafanyike na watu wapate uchaguzi huru na haki, sio swala lililoandikwa kwenye Biblia wala Qur'ani. Kwa hiyo lina uwezo wa kubadilika. Tunachohitaji ni utashi. Na watu wanasahau kitu kimoja. Hili bunge lililopo hapa limewahi kupitisha sheria ndani ya bunge mwaka 2017, mimi nikiwa bungeni. Permanent sovereignty ya natural resources na permanent sovereignty and conscionable terms za natural resources kwa siku moja under certificate of urgency. Imepelekwa sheria, ikasomwa first reading, ikarudishwa ikasomwa second reading, na jioni ikajadiliwa na ikapitishwa ikafanywa kuwa sheria. Kama kuna utashi na nia, tuna uwezo wa kupitisha sheria nzuri ya uchaguzi ndani ya siku moja. Kwa sababu majadiliano yatafanyika nje ya bunge, bunge litakwenda kupitisha, na kesho yake tutapata sheria nzuri, na tutakuwa na mfumo ambao uko independent, ambao hausimamiwi na rais. Mfumo tulionao huu tunaouraramikia sasa hivi ni kwamba mwenyekiti wa tume anachaguliwa na rais. Sasa kwa mfano, aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wakati ikiitwa tume ya uchaguzi anaitwa Jaji Mwambegere. Imebadilishwa jina sasa, imebatizwa inaitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Mwenyekiti wa tume Jaji Mwambegere. Sasa mtu anakuambia hii ni tume huru ya uchaguzi. Mtu aliyekuwa ameharibu uchaguzi mwaka jana ni yule kwa sababu tu imepewa tume huru, imepewa jina inaitwa Tume Huru ya Uchaguzi, anakuambia sasa ni tume huru ya uchaguzi. Hatutaki mfumo wa aina hiyo. Tunataka
tume ambayo utaratibu wa kupatikana mwenyekiti wa tume hatokani na rais. Wakurugenzi kwa mfano leo wanasema tumebadili mfumo sasa, tumeondoa wakurugenzi hawatasimamia uchaguzi. Tatizo letu sio jina la wale watu wanaoitwa wakurugenzi wa halmashauri. Tatizo letu hawa watu wanapatikanaje? Wanasema wanaweza kuteua mtu anaitwa kiongozi mwandamizi kutoka halmashauri, kutoka kwenye wilaya. Hapa Kyela viongozi waandamizi ukizungumza, utamzungumza mkuu wa wilaya, utamzungumza DSO, utamzungumza dasi, utawazungumza wakuu wa idara. Hawa watu wote wanateuliwa na rais. Kwa hiyo ukimwondoa mkurugenzi ambaye anateuliwa na rais, ukimteua dasi, ni yule anateuliwa na rais. Na sisi tunachopinga ni hiyo extension ya mkono wa rais kwenda kwa wao watu wanaosimamia uchaguzi. Hayo ukisema hata mteue mwalimu wa shule ya sekondari, mkuu wa shule akaje kusimamia uchaguzi kwenye wilaya, kwenye level ya wilaya, na ukasema ni kiongozi mwandamizi au afisa elimu au nani, ukisoma katiba yetu ibara ya 35, hawa watu wote wanawajibika kwa rais kwa sababu ni extension ya mamlaka ya rais na ndio mamlaka yao ya nidhamu. Mpaka mwalimu wa shule ya msingi kwa mujibu wa sheria zetu zilizopo hizi mbovu tunazozipinga, mkono wa rais unafika kule. Rais anaweza kumfukuza mpaka mwalimu wa shule ya msingi kazi, anaweza kumfukuza mtendaji wa kata kazi, anaweza kumfukuza mtendaji wa kijiji, na hawa ndio returning officers ambao wanasimamia uchaguzi kule chini. Kwa hiyo tunachotaka ni mfumo, tume huru inayojitegemea ambayo haipokei maelekezo na maagizo ya rais katika kutekeleza wajibu wake, na tuwe na security of tenure. Mtu akiwa mwenyekiti wa tume hawezi kuondolewa na mtu yoyote kwenye nafasi hiyo. Sawa. Kwa niaba ya wadau wengine ambao wanasikiliza radio sasa hivi, issue ya wale wabunge 19 wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, yes, ambayo walienda bungeni na wametumikia mpaka sasa hivi wapo bungeni, yes. Baadaye mkaenda mahakamani, kesi zikaendelea huko. Kinachoendelea mpaka sasa hivi ni nini? Sisi tulishamaliza wajibu wetu. Tulichukua hatua dhidi yao. Walivunja katiba ya chama chetu, kulikuwa na forgery, tulishachukua hatua za kinidhamu dhidi yao. Baraza kuu lilichukua hatua. Kwa hiyo kwa sasa ilipo, kama kuna mtu taratibu yoyote ya kurudi ndani ya chama kuomba wanachama, iko wazi kwenye katiba ya chama chetu. Kwa wale watu waliofukuzwa na kamati kuu, unaomba kwenye kamati kuu, wanajadili, wanaangalia barua yako uliyoandika, wanachukua maamuzi. Kama ulifukuzwa na baraza kuu linachukua hatua pia, linapitia vielelezo na barua uliyoandika. Na kwa taarifa, kuna baadhi ya watu wameshaandika barua ndani ya chama wakitaka na kuomba kusamehewa na kurudi ndani ya chama. Sasa vikao vya chama ndio vinafanya maamuzi. Hilo sio la John Heche au la mwenyekiti kulichukulia maamuzi peke yake. Hilo ni jambo ambalo linakwenda kwenye vikao vya ndani ya chama, na vikao husika vinapitia, vinaona kama kuna merits na vinafanya maamuzi. Okay. Mambo hayo. Lakini sisi tulimalizana nao na hatuna hatua nyingine ya zaidi tunayoweza kuchukua. Sawa. Na upo Kyela sasa hivi. Kyela hapa juzi mwenyekiti wa Chadema alitangaza kuwasimamisha baadhi ya viongozi wanachama na wengine kufutwa, wengine kuondolewa zile nafasi zao za uongozi. Unayo hiyo taarifa? Unajua chama chetu kinafanya kazi kwa mujibu wa katiba na sheria ambayo katiba ya chama chetu ndio mwongozo tulionao. Sasa kama kuna jambo ambalo limefanyika, kuna hatua, kuna ngazi ambazo zinaweza kushughulika. Kama wilaya imechukua hatua, kuna mkoa, kuna kanda, kuna taifa. Lakini hayo ni mambo ambayo tunaweza kudiscuss ndani ya chama, tukafanya majadiliano ndani ya chama na tukayaseto na tukawa kitu kimoja. No reform, no election isipotekelezwa itakuwaje? Itatekelezwa. Sisi hatushindwi, ndio maana tunataka tunaomba wananchi watunge mkono. Ndio maana tunakuja kuwashawishi, na ndio maana kuna jambo moja ambalo Watanzania huwa wanashindwa kuelewa, wanachukuliwa na propaganda. CCM wanasema wana uungwaji mkono mkubwa sana. Wanasema wana wanachama wengi sana. Wanasema wanapendwa sana. Lakini kwa nini wanaogopa uchaguzi huru na haki? Kama wewe una nguvu, unapendwa, unakubalika, una sababu gani za kuiba uchaguzi?
Una sababu gani za kumuondoa mpinzani wako ukamkata jina ili msishindane? Una sababu gani za kuteka watu ili wa intimidate, watishe? Haya ni mambo yalifanywa na wakoloni, na wazee wetu waliwashinda wakoloni wakati ule. Hizi zama za digitals, hizi zama za mitandao ya kijamii, hatutashindwa kuishinda CCM, hatutashindwa kuwaondoa watu. Wakati ule Mwalimu alikuwa akija Kyela, watu hawajui. Hivi ninavyozungumza hapa Kyela, watu wa Tarime watakuwa wanajua Heche anazungumza Kyela, kwa sababu dunia imekuwa sehemu ndogo sana. Watu walioko Ulaya watakuwa wanafuatilia kwamba Heche anazungumza Kyela. Kwa katika zama hizi manipulation na uongo hauwezi kufanya kazi. CCM haikubaliki, ndio maana ina hofu. Na sisi tunajua tutawapini, ndio maana tunaenda kwa wananchi kuhakikisha tunaunganisha sasa nguvu za wananchi ambao hawaitaki CCM. Kwa miaka 63 ni wazi kwamba uchumi chini ya CCM umefeli. Hawawezi tena kuendesha uchumi wa nchi yetu. Hawawezi tena kutengeneza ajira kwa vijana. Wanamaliza vijana kwa maelfu, wako mitaani, hawana nini? Hawana kazi za kufanya. Wanauza nchi. Nchi hii imekuwa ni nchi ya Wachina. Hapa kwenu Mbeya, nenda Chunya, Wachina wamejaa kule, wanachimba madini. Vijana wetu hawana kazi. Sisi hatuwezi kuchimba dhahabu peke yetu. Tunachohitaji ni vijana kupewa know-how, ujuzi, na wakapewa machines, wakaingia kufanya hizo kazi, wakawezeshwa. Mabenki yetu yakaruhusu vijana wetu wakope ili wapate mashine za kuchimba. Haiwezekani unafundisha kijana wako shuleni elimu isiyokuja kumpa kazi. Makatibu muhtasari, nani leo anafanya kazi ya ukatibu muhtasari kwenye ofisi zetu za umma? Sasa hizi mtu anaweza kuandika WhatsApp moja kwa moja ikaenda kwa bosi na akajibiwa. Unapofundisha vijana shuleni, unawafundisha kuja kujitegemea, unawafundisha skills za kuja kupata kazi. Leo tunapofundisha vijana panzi ana miguu mingapi, Wachina wanafundisha vijana wao namna ya kukata tanzanite yetu. Ndio maana Wachina wanakuja kuchukua tanzanite, sisi tunahangaika na panzi ana miguu mingapi. Sisi tunataka kwenda kubadilisha elimu ya watu wetu ili tuwape ujuzi wa kumiliki uchumi wetu. Tukienda Chunya tusikute Wachina wanachimba dhahabu, tukute vijana wa Kyela wanachimba dhahabu pale, wanajenga majumba mazuri, wananunua magari, wanasomesha watoto wao. Tunataka ukienda kule Liganga ukute vijana wa Kitanzania ndio wanachimba chuma pale na wana process, na tunauza nondo zetu ndani. Tuna uwezo huo. Tunataka Tafiku aliyoanzisha Mwalimu Nyerere ikawa inafundisha watu wetu namna ya kuvua samaki. Ifundishe vijana wetu namna ya kuvua samaki, tuwanunulie boats kubwa, waingie deep sea, wapate samaki, tuuze nje ya nchi, tulete uchumi Tanzania. Tunataka unapokuja kwenye migahawa hapa Chunya usikute ketchup tomato ya Marekani, American Garden, tukute nyanya za kutoka Kyela ndio zinaliwa hapa. Tunataka tunapoingia kwenye ofisi kama hii tusikute furnitures kutoka China, tukute furniture iliyotengenezwa Makambako kwa mbao za Makambako, imetengeneza ajira hapa Tanzania. Hiyo ndio aina ya uchumi ambayo Chadema tutakwenda kutengeneza, kubadilisha maisha ya watu. Na hii inawezekana pale tu ambapo kura ya mwananchi itaamua kumpa mtu madaraka, na madaraka hayo yaheshimike. Na ndio maana tunaunganisha wananchi, tunawaambia ili tuende kwenye uchumi ambao utawapa ajira, utahakikisha nyie ndio mnamiliki uchumi, utahakikisha nyie mnamiliki maziwa yenu na samaki unaotoka kwenye ziwa Nyasa hapa. Lazima kura yako ihesabiki. Hivi ilivyo haiwezekani. Hivi ilivyo wataendelea kutoa mali zetu kwenda kwa Waarabu na Wachina kwa sababu wanawapa fedha. Wamewapa uwanja wa ndege kwa mfano wa Kia. Sasa hivi uko chini ya muamani. Kila abiria anayeshuka pale kutoka nje ya nchi anakatwa dola 55 kwa kutumia uwanja wetu. Ile fedha sasa itaondoka iende kujenga Omani badala ya kubaki Tanzania. Hatuwezi kusimamia hata uwanja aliotujengea Mwalimu akatuachia, Kilimanjaro International Airport, mpaka aje Muamani kuendesha huo uwanja. Tunajenga BRT, barabara za mwendo kasi. Tunachukua hizo tuwape Waarabu ndio waje kuendesha pale. Hatuwezi kumpa Shabibi sijui
si Abudi si nani, hata au ni ma CCM, lakini hatuwezi kuwapa wao waendeshe pale. Tukiwapa maana yake hawa wataajiri vijana wa Tanzania. Hizo fedha ambazo watu watalipa nauli zitabaki humu ndani kugenerate fedha na kutengeneza ajira zaidi. Watalipa kodi serikalini, serikali itapata liquidity, itaajiri walimu zaidi, itaongeza mishahara. Tunapochukua tunampa mtu wa kutoka nje, hiyo nauli inayolipwa na mama kutoka Mbagara, kutoka Kimara, hiyo inapelekwa nje ya nchi kwenda kutengeneza ajira kule. Hayo ndo mambo tunataka kujadili na wananchi na kuwaonesha namna ambavyo CCM wamefail na hawawezi tena kubadilisha nchi hii. Na kwa misingi hiyo wananchi watuunge mkono, sisi tuingie madarakani kwa kura zao, ili tubadili sasa modo ya uchumi na tulete ajira kwa vijana na tuendeshe serikali, tumiliki uchumi na kila mtu aishi kwa raha. Nchi kila mtu anaweza kuishi vizuri. Imewezekana Singapore, imewezekana Korea, imewezekana Japan, imewezekana China, inawezekana hapa. Mwalimu Nyerere alijenga viwanda vya General Tyres hapa. Tairi zote za magari zilikuwa zinatengenezwa hapa. Betri za magari Yuasa zilikuwa zinatengenezwa hapa. Kwa nini leo hatuwezi kutengeneza hata tairi ya bodaboda? Tunachukua fedha kutoka kwa kijana wa Kiera hapa, tunaagiza tairi ya bodaboda kutoka China. Kama hii fedha ingechukuliwa hapa ikalipa kiwanda hapa, hicho kiwanda kinge expand ajira zaidi, kingelipa kodi nyingi zaidi serikalini. Lakini leo tairi zote tunaagiza kutoka China. Tumeshindwa kutengeneza bodaboda. Sasa tunashindwa hata tairi ya bodaboda. Tunashindwa hata spoke, tunashindwa hata battery ya bodaboda, ili hizo fedha zizunguke humu. Hayo mambo yanawezekana. Shida tulionayo ni aina ya watu walioko madarakani, uwezo wao umefika mwisho. Ni lazima tuwaondoe. Kuna swali langu la mwisho tu. Kuna awamu nyingi sana za serikali zimepita kwa viongozi tofauti, kwa maana upande wa uraisi kutoka kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mpaka kufika sasa hivi kwa rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ukisimama kwenye upande wa kuzungumzia issue ya maendeleo, unaona kwamba ni awamu ipi unasema yes, Chadema tumekubali hapa, tunaona nchi ya Tanzania imebadilika kwa namna moja ama nyingine? Mwalimu aliweka base ya kutake off kiuchumi. Mwalimu aliweka basic industries. Sehemu pekee ambayo inaweza kuajiri watu, na tuwaambie Watanzania tusiwadanganye, ni viwanda. Kama huna viwanda huwezi kutengeneza ajira. Na viwanda ndio kinaajiri kuanzia mtu mwenye elimu ya juu, kitaajiri engineer. Lakini kiwandani pia utamkuta mama ntilie anayeuzia wafanyabiashara wafanyakazi wa kiwanda chakula mchana. Kwa kiwanda kinaajiri kuanzia mtu mwenye elimu ya juu kabisa mpaka mtu asiyekuwa na elimu ya. Kinaajiri technician, kinaajiri mtu wa elimu ya kati, kinaajiri kila mtu. Sasa angalia viwanda vyote Mwalimu alivyoanzisha. Tuanze na textile industries. Sungura Textile, Da Textile ilikuwa inatengeneza mashuka, inatengeneza kanga, inatengeneza vitenge, inatengeneza. Kwa hiyo pamba inayolimwa Simiu inakwenda na sajineri au inakwenda sui kwenye jineri yoyote Makutopora au wapi, inatengenezwa, inatoka nyuzi, zinakwenda kiwandani, zinatengeneza shuka, zinatengeneza mashati, zinatengeneza suruali, vitambaa, kaki. Leo pamba yote hiyo hatuwezi tena kuichakata. Tunalima pamba pale, inachukuliwa inakwenda Bangladesh. Bangladesh wametengeneza textile industry yao, inaajiri watu milioni 6 million kwa textile industry peke yake. Sasa ukiangalia ajira zilizoko serikalini zote kwa pamoja, ajira zote za serikali ilizotengeneza kwa miaka yote mpaka leo, ziko ajira 520,000 peke yake kwa takwimu za serikali. Textile industry peke yake Bangladesh watu milioni 6. Kwa hiyo ukichukua textile industry peke yake ingeweza kuabsorb vijana wetu wote wakapata kazi. Tuna export hiyo. Mwalimu alitengeneza viwanda vya vitu kama vipuli vya magari, nimeeleza.
Hizo ni basic industries. Mwalimu alitengeneza viwanda kama ZZK Mbeya vilivyokuwa vinatengeneza machines za kilimo mbalimbali kwa ajili ya watu wa Mbeya, kwa sababu hii ni mikoa ya kilimo. Majembe wakati ule. Sasa kama tungeenda tuna advance leo, ZZK ingekuwa inatengeneza mashine za kuparua, za kuchakata yale mahindi, kuyatoa kwenye magunzi. ZZK ingekuwa imefikia sehemu labda ya kutengeneza power tillers au kutengeneza tractors, kutengeneza combine harvesters, vitu vya kawaida vile, au machines zinazofungwa kwenye hizo mashine. Zile basic industries zote Mwalimu alizoanzisha zote zimeuawa, zote ziliuzwa kwa Wahindi zikageuka kuwa magodown. Baada ya pale ndio uchumi wetu ka cramp moja kwa moja. Huwezi kuendesha uchumi. Sisi tunachuma kwa mfano, tuna uwezo wa kuchanganya sisi tuna copper, tuna tin, tuna iron. Ukitengeneza utapata mapipa hapa, utapata mabati hapa, utapata vyote hivyo tunaagiza kutoka nje. Sisi tunachuma. Kwa nini? Kwa mfano ukisoma budget ya serikali mwaka jana, tumetumia dola za Kimarekani bilioni 1.2 ambazo ni trilioni 3 kuagiza chuma kutoka nje, ili kije kutengeneza hapa mataruma ya reli, ili tutengeneze nondo, ili tutengeneze mabati, ili tutengeneze vitu vyote ambavyo tunavihitaji hapa. Wakati chuma chetu kimekaa pale Ludewa, watu wa Ludewa hawana hata barabara. Tungekuwa tumeanzisha kiwanda chetu cha chuma pale Ludewa, pale Mchuchuma na Liganga, tuna makaa ya mawe pale, tungepata umeme wa kuchakata kile chuma na kukitengeneza kile chuma. Pale kulikuwa kujengwe kiwanda cha kuajiri watu 60,000 direct employed, wale wa kiwandani tu 60,000. Acha makampuni ambayo yangefanya kazi zile za kupata kazi kwenye kiwanda. Hayo makampuni mbalimbali labda ya kusupply oil, ya kusupply vitu mbalimbali, hayo hujayazungumza. Direct employment peke yake watu 60,000. Hebu fikiria Ludewa ingekuwa imeendelea kiasi gani? Hebu fikiria nyanda za juu kusini, kwa kuwa na hicho kiwanda tu, vijana wangapi wangekuwa wamepata ajira. Lakini leo tunaagiza 10% ya budget ya nchi tunaitumia kuagiza chuma kutoka nje. Unajengaje uchumi hivyo? Unajengaje ajira kama kila fedha unayoipata, hata unayoenda kukopa nje, ikishaingia ndani tu inasomeka kwenye benki, kesho inatoka inakwenda kuagiza kitu nje? Huwezi. Ili fedha iendelee lazima uwe na capacity ya kuiretain, izunguke warau kwa watu 4 5. Tuna vitu ambavyo tunaweza kuagiza nje, yes, tunakubali. Kuna teknolojia bado hatujafikia. Tukihitaji ndege lazima tuagize kutoka nje. Tukihitaji magari lazima tuagize kutoka nje. Lakini tunahitaji kuagiza toothpick kutoka nje, made in China. Unatengenezaje ajira? Tunahitaji kuagiza mashati au kaki kama hizi kutoka nje. Hizo lazima zitengenezwe hapa ndani. Na hivyo ndivyo tunavyoweza kutengeneza uchumi. Sasa ukiniuliza mimi nani ambaye ametengeneza, Mwalimu aliweka base ambayo ingesimamiwa, ingeweza kuendeleza hii nchi na tungekuwa mbali. Na ndio maana wakati ule sisi tulikuwa sawasawa na Singapore, tulikuwa sawasawa na Malaysia, tulikuwa sawasawa na Thailand. In fact Thailand na Malaysia walikuja kujifunza hapa kilimo cha mchikichi. Leo tunaagiza mafuta ya kura kutoka Thailand ambao walikuja kujifunza mchikichi hapa. Tunaweza kulima sunflower pale Singida na Dodoma, tukatengeneza mafuta ya kutosha ya kura. Tunaagiza mafuta kutoka nje, mengine yame-expire. Ndio maana leo kwenye hospitali zetu magonjwa ya figo, kansa, magonjwa makubwa ya moyo yameongezeka kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu chakula kinachotoka nje hatuna uhakika nacho, kina matatizo au hakina matatizo. Sukari tunaagiza kutoka nje. Kama unaagiza sukari kutoka nje na wabunge wanasimama proudly kabisa na waziri wanazungumza kwamba tumeagiza tani kadhaa za sukari za mabilioni kuja hapa. Mwalimu alitengeneza kule Basotu na maeneo mengine, sehemu ambayo tungelima ngano ya kutosha. Leo tunaagiza ngano kutoka Saudi Arabia, tunaagiza ngano kutoka Ukraine. In fact mwaka jana tumeagiza ngano ya bilioni 536 kutoka nje ya nchi
wakati tungeweza kulima hiyo ngano hapa ndani na tukawa na ngano yetu, tukatoa ajira kwa watu wetu, lakini tukara chakula chenye uhakika kwamba kimelimwa wapi na kimesimamiwa vipi na dawa kilipuliziwa muda gani. Kwa hiyo haya yote tunaweza kusema kwa kumalizia, mtu pekee aliyeweka mfumo ambao tungeuendeleza ungeweza kubadilisha maisha ya nchi hii ni Mwalimu. Baada ya pale imekuwa ni ufisadi na wizi.